Ndio. 30 napo inaendelea hivyo kwamba chakula cha kila mnyama wa nchi na kila ndege wa angani na kila kitambaacho juu na chenye uhai, majani yote ya miche yatakuwa chakula chenu. Na ikawa hivyo, kwa kuambia kwamba vyote mnavyovitawala mnaweza mkavila. Umeona Sasa hiyo ukiangalia kwenye mstari wa nilisema mstari wa 26 ndio ulianza, si ndio? Hiyo ukija kuangalia, ukirudi nyuma kwenye mstari wa Mwanzo 23 walisema ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya 5. Ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya 5. Yes. Kwa hiyo tunaamini hawa wanadamu ambao waliumbwa kwa mfano wa Mungu waliumbwa siku ya 5. Siku ya 5. Yes. Uumbaji ukaendelea sasa siku ya 6 kama Biblia inavyosema, siku ya 7 ikaendelea. Siku ya 7 wakasema basi Mungu siku ya 7 akamaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi aliyoifanya. Inamaanisha alimaliza uumbaji, akapumzika. Katika ile akili yake ya mwanzo aliyoipanga katika uumbaji wa siku 7 alikuwa amemaliza kila kitu. Sawa sawa. Hiyo ni Mwanzo 2 sasa mstari wa 2 ndio unaelezea siku ya 7. Mwanzo 2 mstari wa 3 unasema Mungu akabariki siku ya 7 akaitakasa, kwa sababu siku hiyo ilikuwa ya kuistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Means kwamba Mungu sasa alibariki ile siku hiyo ni siku takatifu kwa ajili ya kufanya ya kupumzika, kwa sababu yeye alimaliza. Umeona? Mstari wa 4 ndio unamalizia kusema hivi ndivyo vizazi vya mbingu na nchi vilivyoumbwa siku ile. Means kwamba ndio tamati iliishia hapo katika ule uumbaji wake. Ndio. Sasa baada ya kumaliza, wakati amepumzika, kwenye Mwanzo mstari wa 5 sasa, Mungu akaona hapakuwa na mche wa kondeni bado. Hapakuwa na mche wa kondeni bado. Wala mboga ya kondeni haijachipua bado. Kwa sababu gani? Maana Bwana Mungu hakuinyeshea mvua wala hapana mtu wa kulima ardhi. Kwa hiyo aliona kwamba miche ilivyo kuota pale, iliyokuotea chini ilikuwa inahitajika kulimwa na inahitaji mvua ili watu waweze kulima. Lakini mlimaji ni nani wakati wale watoto walikuwa wamebarikiwa hawakutakiwa kulima? Ndio wale ambao watengeneza wa kwanza, mwanaume na mwanamke siku ya 5. Hawakusema mkalime. Ila yeye alisema atawabariki na miche itatoa matunda. Sio kufanya kazi. Sasa baada ya kuona hivyo, akaona anahitaji mtu wa kulima ardhi. Ndio. Mungu alichofanya Mwanzo 6 sasa, ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya